Mgurumo mkubwa wa injini ulitikisa barabara ya vumbi ya Dar es Salaam, eneo la Buguruni, Kariakoo, kabla hata watu hawajaona magari. Watu waliokuwa wakila chini ya dari ya zamani ya Salma walianza kugeukia barabarani. Kwa mshangao, meza za mbao, viti vya plastiki na moshi wa jiko la mkaa vyote ghafla vilionekana vidogo sana, vya kawaida sana kwa kile kilichokuwa kinakuja. Hidaya, binti wa Salma, alisimama ghafla katikati ya hatua akiwa ameshika sahani mkononi. Hata Mama Saida ambaye alikuwa nusu ya kula wali wake wa pilau na nyama ya kawaida aliganda akiwa ameinua kijiko hewani. Magari matatu marefu meusi yanayong'aa SUV yaliyotambaa kuingia kwenye mtaa mwembamba wa jamii kama wafalme waliopotea njia. Watu waliinuka kutoka viti vyao. Wengine wakanong'ona, magari haya ni ya nani? Ni mwanasiasa. Kuna mtu yuko matatizoni. SUV zikaegesha moja kwa moja mbele ya kibanda kidogo cha chakula cha Salma cha kando ya barabara, kile kibanda kilichojengwa kwa meza ya mbao, viboksi viwili vikubwa vya barafu na dari iliyochanika iliyokuwa ikipeperushwa na upepo. Moyo wa Salma karibu usimame. Mikono yake iliyotiwa madoa ya mchuzi na mafuta ikakaza kushika kijiko kikubwa cha kuchotea chakula. Hakuwa amewahi kuona magari ya gharama kubwa yakiegwa karibu hivyo. Hakika si kwa ajili yake. Mlango wa SUV ya kwanza ukafunguka. Mwanaume mrefu mwenye ngozi nyeusi akashuka. Alionekana kama mtu aliyekatwa kutoka kwenye pesa. Suti safi ya bluu ya bahari, viatu vilivyong'arishwa, saa ya mkononi iking'aa kama almasi. Nyuma yake walinzi wawili wenye sura ngumu wakashuka, wakipekua eneo kwa macho kana kwamba walikuwa wanalinda rais. Mwanaume huyo hakuangalia kushoto. Hakuangalia kulia. Alitembea moja kwa moja kuelekea kwenye duka dogo la chakula la Salma, moja kwa moja kwake. Jamii yote ikashikilia pumzi. Hidaya akanong'ona, mama, yeye anakuja hapa. Salma akahisi magoti yake yakidhoofika. Cheche zikacheza kifuani mwake. Akafuta mikono yake haraka kwenye apron yake, lakini madoa ya mchuzi yakakataa kuondoka. Mwanaume akasimama mbele yake. Macho yake yalikuwa ya joto na yenye hisia za ajabu. Akajikuna koo mara moja. Mchana mwema, akasema. Salma hakuweza kuzungumza. Alitikisa kichwa tu kana kwamba midomo yake imegandishwa. Akaendelea. Tafadhali, nani anaitwa Salma, mmiliki wa sehemu hii ya chakula? Viboksi vya barafu vikanyamaza. Sahani ikaanguka mahali fulani nyuma yao na kupasuka sakafuni. Polepole, kwa mikono inayotetemeka, Salma akanyanyua vidole vyake. Mimi ndiye. Mimi ni Salma. Mwanaume huyo akatoa pumzi nzito kiasi kwamba ilitetemeka. Kisha akasema maneno yaliyofanya dunia ya Salma ipinduke, asante kwa kumpokea mama yangu na kumlisha kila siku. Mishangao ikajaza barabara yote kama wimbi la sauti. Mama yake nani? Mtu akanong'ona. Salma akapepesa macho haraka. Mama yako nani? Mama yako ni nani? Kabla mwanaume hajazungumza, sauti laini iliyopasuka ikatoka nyuma ya Salma. Tafadhali, mama yako ni nani? Wote wakageuka. Ni Mama Saida. Mikono yake ilitetemeka. Sahani yake karibu iteleze kutoka vidole vyake. Macho yake yalikuwa makubwa, yenye hofu na yenye machozi. Hidaya akaangusha kitambaa alichokuwa ameshika. Yule bilionea akageuka polepole kama mtu anayemgeukia mzimu, macho yake yakafungamana na macho ya Saida. Na katika ule muda dunia ilionekana kama imesahau kupumua. Akachukua hatua moja ndogo kuelekea kwake, kisha nyingine, kisha mbele kabisa ya kibanda kidogo cha chakula cha barabarani, hapo hapo kwenye barabara ya vumbi ya Dar es Salaam, bilionea akapiga magoti. Akapiga magoti kwa ajili ya mjane asiye na makazi ambaye kila mtu alimpuuza. Akapiga magoti huku machozi yakimdondoka usoni. Mama, Sauti yake ikapasuka. Mimi sijafa. Niliokoka. Radi ingefanya kelele ndogo kuliko hiyo. Watu wakapiga miayo ya mshangao kwa sauti.
Mwanamke mmoja akapiga yowe. Mtu mwingine akanong'ona, hii ni maisha kweli. Hidaya akafunika mdomo wake kwa mikono yote miwili. Pumzi ya Salma ikakwama kooni. Mama Saida akayumba nyuma kana kwamba nguvu zimetolewa kwenye mifupa yake. Akaweka mikono yote miwili inayotetemeka kifuani mwake. Uliokoka, akanong'ona. Mwanangu, mwanangu Jafari. Sauti yake ikavunjika, magoti yake yakaanza kupinda, macho yake yakachanganyikiwa. Barabara nzima ikanyamaza ikimtazama bilionea huyu, mwanaume huyu aliyevaa suti. Walinzi waliinua macho yao kwake wakiwa na maumivu usoni. Ndiyo, mama, akasema. Ni mimi, mtoto wako wa pekee. Mama, midomo ya Saida ikatetemeka. Kijiko chake kikaanguka. Magoti yake yakasalimisha. Na kabla mtu yeyote hajamshika, akazimia. Hapo hapo. Mbele ya kila mtu. Mbele ya Salma na Hidaya. Mbele ya mwana aliyedhani amekufa miaka 20 iliyopita. Salma akapiga kelele, mama Saida. Hidaya akakimbilia mbele. Walinzi wakasogea, lakini bilionea Jafari akamshika kabla hajaanguka chini, akambeba kwa upole kana kwamba ni dhahabu. Mama yangu, mama yangu, akanong'ona akimkumbatia kwa nguvu. Na watu walipokusanyika kwa mshtuko, na Salma akasimama kama amegandishwa, na Hidaya akilia, hakuna aliyejua kwamba dakika hii ingebadilisha maisha yao yote milele. Kwa muda hakuna mtu aliyesogea. Jamii yote ikakusanyika kuzunguka kibanda cha chakula cha barabarani kana kwamba walikuwa wanashuhudia muujiza na mshangao kwa wakati mmoja. Dari iliyochanika ikapeperuka kimya juu yao. Harufu ya pilau ikachanganyika na vumbi. Na bilionea Jafari akambeba mama yake aliyezimia kwa mikono yote miwili. Tafadhali mpeni nafasi, alisema kwa upole, sauti yake ikitetemeka. Hidaya akapiga magoti kando yake, mikono yake midogo ikitetemeka. Mama Saida, mama, amka tafadhali. Salma akabonyeza kiganja kifuani mwake, moyo wake ukipiga kwa kasi kiasi kwamba aliusikia ndani ya masikio yake. Akafuta macho yake kwa apron tena na tena, lakini machozi hayakuacha kutoka. Jafari akatazama huku na huko kwa wasiwasi. Kuna maji tafadhali? Chochote cha baridi? Salma akakimbilia kwenye kiboksi kidogo cha barafu alipokuwa akiweka maji ya chupa kwa wateja. Mikono yake ikatetemeka alipofungua moja. Akampatia Jafari, ambaye kwa upole akamimina kidogo usoni mwa mama yake. Mama, tafadhali fungua macho, aliomba. Ni mimi. Nipo hapa mama. Kwa sekunde chache hakuna kilichotokea. Kisha polepole, taratibu sana, kope za mama Saida zikapepesa. Mvumo mdogo ukatoka midomoni mwake. Vidole vyake vikatikisika. Akapepesa macho mara mbili na kutazama juu moja kwa moja kwenye uso wa Jafari. Jafari akanong'ona, sauti yake ikiwa hafifu mno. Ndiyo, mama. Ni mimi. Nipo hapa. Akaunua mkono unaotetemeka na kugusa shavu lake kana kwamba alihitaji kuhakikisha kwamba hakuwa ndoto. Wewe, uko hai. Sauti yake ikapasuka. Macho ya Jafari yakajaa tena. Ndiyo, mama. Niliokoka. Samahani, ilichukua muda mrefu sana. Samahani sana sana. Mama Saida akashika shati lake na kumvuta karibu, akimkumbatia kama angetaka kumlinda asipotee tena. Watu waliowazunguka wakafuta macho yao. Hidaya akavuta mafua kwa sauti. Hata mmoja wa walinzi akaangalia pembeni na kujikuna koo. Lakini katikati ya hisia hizo zote, Salma alisimama kama ameganda. Kitu fulani kwenye sauti ya Jafari, kitu kwenye macho yake, kitu kwenye simulizi yake kilikuwa kizito. Kizito kiasi cha kuvunja moyo. Akarudi nyuma kidogo, akiwaacha mama na mwana wapumue. Jafari akamsaidia mama yake kukaa kwenye kiti. Walinzi wake wakasimama kimya kimya, wakizuia umati usikaribie sana. Mama, Jafari alisema kwa upole. Nilidhani umepotea, lakini walikupata. Mtu alinieleza kwamba uko hai.
Mama Saida akafuta machozi kwa nyuma ya mkono wake. Lakini vipi? Tulizika jeneza tupu. Walisema wewe na baba yako mmeenda. Jafari akameza mate. Sauti yake ikapungua. Nahitaji kueleza kila kitu. Barabara nzima ikanyamaza tena. Hata upepo ulionekana kusimama. Jafari akavuta pumzi ndefu na kumtazama mama yake. Miaka 20 iliyopita, akaanza, unakumbuka baba na mimi tulisafiri kwenda Mwanza kununua bidhaa. Mama Saida akatikisa kichwa polepole. Hatukufika, Jafari alisema. Mama, walituvamia. Wanaume wenye silaha. Mtu kwenye umati akanong'ona, watekaji. Jafari akaendelea, macho yake yakizidi kuwa mazito. Walimpiga risasi baba kwanza. Alikufa papo hapo. Walinipiga risasi mimi pia. Wakatutuacha barabarani wakidhani tumekufa. Mama Saida akalia machozi mapya na kufunika mdomo wake kwa mkono. Hidaya akasogea karibu zaidi kwa Salma, macho yake yakiwa makubwa. Sauti ya Jafari ikalainika, maumivu ndani yake yakawa makali. Msamaria mwema alinipata. Nilikuwa hai kwa shida. Walinikimbiza hospitalini. Nilipoteza damu nyingi. Nilipoteza kumbukumbu. Nilipoamka sikujua jina langu. Sikujua nilikotoka. Sikujua nina familia. Mungu, Salma akanong'ona chini ya pumzi. Jafari akaendelea, mwanaume mmoja alikuja hospitalini, mmoja wa wajitolea. Aliniasili kwa sababu hakuna aliyenijua mimi ni nani. Akanipa nyumba. Akanipa jina. Akanitunza kama baba wa kweli. Akasimama kidogo, kisha akaongeza kimya kimya. Wakaniambia nilikuwa peke yangu kabisa. Mama Saida akalia zaidi. Akaweka paji la uso wake kwenye mkono wa Jafari, akitetemeka kana kwamba moyo wake unavunjika tena, lakini safari hii kwa faraja. Jafari akakaza vidole vyake kwa upole. Nilipokuwa, alisema, kumbukumbu zilianza kurudi vipande vipande. Barabara, soko, baba akiuzia viazi vitamu na mama Saida akiimba wakati wa kupika. Akacheka kidogo kupitia maumivu. Lakini sikuweza kukumbuka vya kutosha kukupata. Basi uliwezaje kujua yuko hai? Hidaya akauliza kwa upole. Jafari akageuka kwake. Hivi karibuni, wakati wa mradi wa biashara Dar es Salaam, mtu alinijua kwa uso. Mzee mmoja aliniambia aliwahi kumwona mjane akiomba chakula aliyefanana kabisa na marehemu baba yangu. Akanipa jina lake. Sauti yake ikatetemeka. Saida. Mama, Saida. Mama Saida akafunika mdomo wake tena, akilia kimya kimya. Nilitafuta kila mahali, Jafari alisema. Masoko, mitaa, chini ya madaraja. Karibu nipoteze matumaini. Akamtazama Salma, macho yake yakiwa na kina. Mpaka nilipogundua kwamba alikuwa akija hapa, akila hapa, akitunzwa hapa. Koo la Salma likakaza. Jafari akasimama, akimsimamisha mama yake kwa upole. Akamgeukia Salma kabisa. Sasa mwanamke aliyemlisha mama yake, aliyemhifadhi, aliyemtendea kama familia. Salma alisema kwa upole. Akammeza mate. Ndiyo, hukujua yeye ni nani. Lakini ulimlisha kila siku. Ulimpatia nyumba. Ulimtendea kama binadamu. Sauti yake ikatetemeka aliposema. Uliokoa maisha yake na hukujua hata. Macho ya Salma yakajaa machozi. Hidaya akashika mkono wa mama yake kwa nguvu. Jafari akaweka mkono kifuani. Moyo wangu umejaa kwa sababu yako. Sijui nitakulipaje. Lakini nitalipa. Watu wakaanza kunong'ona kwa mshangao. Mtu akanong'ona, huu ni wema kurudi. Kisha ghafla, kilio kikubwa kikavunja muda huo. Mama Saida, shikilia. Usidondoke. Wote wakageuka. Mama Saida alikuwa ameshika kifua chake. Kupumua kwake kukakatika. Magoti yake yakalegea.
Jafari akakimbilia mbele. Mama! Walinzi wakasogea mara moja. Hidaya akalia, hapana, hapana, tafadhali usizimie tena. Na hapo hapo, chini ya dari ya zamani, huku harufu ya mchuzi hewani na vumbi likizunguka, Mama Saida akaanguka tena. Safari hii kwa nguvu zaidi. Safari hii hakuna aliyejua kama angeamka. Ukimya ukameza barabara yote. Kisha mayowe, hofu kila mahali. Mama Saida! Jafari akapiga kelele alipomshika mama yake kabla hajatua chini. Hidaya akashika pumzi akifunika mdomo. Mama hapumui vizuri, Hidaya akasema kwa hofu. Salma akakimbilia mbele, lakini mikono yake ilitetemeka vibaya kiasi kwamba hakuweza hata kumgusa Saida. Mungu! Mungu! Mtu msaidie! Jafari akainua mama yake kwa upole na kuubeba kichwa chake. Mwili wake ulionekana mwepesi mno, dhaifu mno. Macho yake yakageuka nyuma huku kifua chake kikijitahidi kupanda. Pigeni simu ya gari la wagonjwa, akapaza sauti. Walinzi wake mara moja wakachukua redio zao. Mmoja akajibu, bwana, timu ya madaktari inafika ndani ya dakika 2. Tayari tuliwaarifu alipokuwa amezimia mara ya kwanza. Msafara ulikuja tayari. Jafari akamvuta mama yake karibu, sauti yake ikivunjika. Mama, tafadhali kaa nami. Usiniachie tena. Nimekupata sasa hivi. Wanawake kadhaa wa barabarani wakakimbia mbele na maji ya baridi, vipepeo vya mikono na vitambaa. Hidaya akachukua kipulizo kidogo cha mkono kinachotumika kupuliza mkaa na kuanza kupepea uso wa Mama Saida. Tafadhali amka, Hidaya akanong'ona, sauti yake ikitetemeka. Tafadhali usife. Salma akapiga magoti kando yao, machozi yakimtiririka. Mungu, si leo. Si hivi. Tafadhali. Harufu ya mchuzi na moshi ikajaa hewani ikichanganyika na hofu. Wateja wakaacha sahani zao. Fundi gereji wa duka jirani akakimbia akiwa anafuta mafuta mikononi. Hata watoto wakaacha kucheza na kusimama kimya. Ilihisi kama jamii nzima ilikuwa imeshikilia pumzi. Kisha sauti kubwa ya siren ya gari la wagonjwa ikapasua barabara. Wote wakageuka. Gari jeupe la dharura likaja kwa kasi, vumbi likifumuka nyuma yake. Liliposimama, wahudumu 3 wa afya wakaruka nje wakiwa na machela. Pisheni! Tafadhali rudi nyuma, mmoja akapiga kelele. Jafari kwa upole akawapokeza mama yake, lakini kichwa chake kilipoegemea pembeni, Jafari akakurupuka kana kwamba amedungwa. Kwa makini, tafadhali, aliomba. Ni mama yangu. Tutatunza vizuri, bwana, mhudumu akamhakikishia. Wakaenda haraka kuangalia mpigo, kuweka maski ya oksijeni, kubonyeza kifua, kuinua kwenye machela. Hidaya akashika mkono wa Salma. Mama anafariki. Salma akameza mate kwa nguvu. Hapana mwanangu. Hapana. Mungu hataruhusu. Lakini hata yeye hakuamini sauti yake. Jafari akageuka kwa Salma na Hidaya, macho yake yakiwa na hofu na shukrani. Tafadhali, akasema, nendeni nasi. Salma akaganda. Sisi si familia. Jafari akatikisa kichwa, sauti yake imara lakini laini. Ulimlisha? Ulimhifadhi? Wewe ni familia. Maneno yakagonga moyo wa Salma kama mvua ya uvuguvugu. Ndani ya sekunde chache, wahudumu wakampakia Mama Saida ndani ya gari la wagonjwa. Jafari akapanda bila kusita. Kabla Salma hajapinga, Jafari akanyosha mkono wake kwake. Panda, alisema. Utabakiza nyuma. Walinzi wakawaongoza Salma na Hidaya kuingia kwenye SUV iliyokuwa nyuma ya ambulansi. Majirani wengine wakakimbia kuchukua simu zao wakipiga kelele, wanawafuata bilionea. Kila kitu kiko sawa. Salma, tupigie. Lakini Salma hakuwa anawasikia vizuri kupitia dhoruba iliyokuwa kifuani mwake. Hidaya akakaza vidole vya mama yake SUV ilipofungwa. Mama, ninaogopa. Salma akamkumbatia.
Mimi pia, lakini tutakuwa sawa. Msafara ukaondoka. Ambulansi ikaongoza, siren ikikata katikati ya jiji. SUV tatu nyeusi zikafuata karibu nyuma. Watu barabarani wakasimama kutazama. Pikipiki zikagawanyika. Polisi wa trafiki wakasalimia gari lilipopita kwa kasi. Hidaya akalaza uso wake dirishani. Mama, tunaota. Salma akatikisa kichwa. Hapana mwanangu. Maisha yanatuonyesha kitu ambacho hatukuwahi kuona kinakuja. Safari ilichukua dakika chache tu, lakini ilihisi kama masaa. Hatimaye wakafika hospitali binafsi. Milango ya kioo, vigae vilivyong'arishwa na walinzi waliovaa sare nadhifu. Sio mahali watu kama Salma waliwahi kufikiria wangeingia. Wahudumu wakamkimbiza Mama Saida ndani. Jafari akashuka akitetemeka lakini mwenye msimamo. Salma na Hidaya wakamfuata karibu. Ndani ya eneo la dharura, daktari akakimbia mbele. Hali ikoje? Mhudumu akajibu haraka. Mwanamke mzee. Amezirai mara 2. Maumivu ya kifua, mpigo dhaifu, inawezekana mshtuko. Daktari akatikisa kichwa. Fungueni asasa. Wauguzi wakamsukuma Saida kupitia milango miwili. Jafari akasimama pale akitazama mlango muda mrefu baada ya kufungwa. Mabega yake yakashuka. Kifua chake kikapanda na kushuka kana kwamba kupumua kunauma. Salma akasimama pembeni yake. Atakuwa sawa. Akageuka polepole. Naogopa. Nimekupata sasa hivi. Siwezi kumpoteza tena. Salma akaweka mkono thabiti kwenye mkono wake. Ana sababu ya kubaki. Hata kuondoka. Kitu kikalegea machoni mwake. Hidaya aliwaangalia kimya kimya. Alihisi kuna kitu chenye nguvu kinatokea. Kitu ambacho hakikuhisi kama bahati. Dakika 30 baadaye daktari akatoka. Wote wakamkimbilia. Daktari yukoje? Jafari akauliza haraka. Daktari akavua glovu zake. Yuko thabiti. Tuliweza kumrudisha. Salma akatoa pumzi aliyokuwa ameshikilia bila kujua. Hidaya akapiga makofi kimya, machozi yakimtiririka. Lakini daktari akaendelea, alizimia kwa mshtuko wa kihisia. Mwili wake umekuwa kwenye msongo kwa muda mrefu sana, njaa, uchovu, kiwewe. Anahitaji mapumziko, chakula na usalama. Jafari akatikisa kichwa haraka. Atapata vyote hivyo. Kila anachohitaji. Daktari akatabasamu kwa upole. Alikuwa anaita jina lako alipokuwa anaamka. Macho ya Jafari yakang'aa tena. Tunaweza kumwona? Hidaya akauliza. Mtu mmoja tu kwa sasa, daktari akasema. Jafari akamtazama Salma, kisha Hidaya, kisha akarudi kumtazama Salma. Wewe uingie, alimwambia Salma kwa upole. Anakuamini. Ulimtunza wakati mimi sikuwepo. Salma akatikisa kichwa. Lakini wewe ni mwanawe. Wewe uingie kwanza. Jafari akasogea karibu. Sauti yake tulivu lakini imara. Angetaka mtu aliyemlisha. Mtu aliyemhifadhi. Mtu aliyemfanya atabasamu tena. Angetaka koo la Salma likakaza. Hidaya akamkaza mkono. Nenda mama. Mama Saida atafurahi kukuona. Kwa miguu inayotetemeka, Salma akaelekea chumbani. Jafari akasogea karibu na Hidaya akiinama hadi urefu wake. Mama yako ni mwanamke wa nadra, akanong'ona. Si watu wengi wangefanya alichofanya. Hidaya akatikisa kichwa kwa fahari. Najua. Nataka kuwa kama yeye. Jafari akatabasamu. Na utakuwa? Nitahakikisha. Hidaya akapepesa macho. Kuhakikisha nini? Jafari akasita kisha akasema. Nitawaambia nyote baadaye. Ndani ya chumba cha hospitali, chumba kilikuwa kimya. Sauti ya ebep laini ikajaza hewa.
Mama Saida alikuwa amelala kitandani, mwenye rangi iliyofifia lakini macho wazi. Akainua macho alipomwona Salma akiingia. Tabasamu hafifu likagusa midomo yake. Mwanangu. Salma akakimbilia pembeni, akamshika mkono kwa upole. Mama, ulituogopesha. Saida akakaza vidole vyake. Nilimwona mwanangu. Mwanangu Jafari, nilidhani naota. Siyo ndoto mama, Salma akanong'ona. Yuko hai. Machozi yakateleza mashavuni mwa Saida. Salma, sina kitu. Mimi si mtu. Kwa nini Mungu alikuleta kwangu? Salma akafuta machozi yake kwa upole. Kwa sababu kila mtu anastahili upendo. Saida akavuta pua. Ulinipa chakula. Ulinipa kitanda. Ulinipa familia bila kujua mimi ni nani. Salma akatabasamu kidogo. Wema hauulizi maelezo. Mshiko wa Saida ukawa mkali zaidi. Sitakusahau kamwe. Ghafla mlango ukafunguka kwa upole. Jafari akaingia. Macho yake yakalegea alipoona wao. Akasogea karibu na kupiga magoti pembeni ya kitanda. Mama, akanong'ona, ukipata nguvu nitakupeleka nyumbani. Lakini kwa sasa pumzika. Tuna miaka mingi iliyopotea ya kuzungumza. Saida akatabasamu kwa udhaifu, machozi yakirudi tena. Jafari akamgeukia Salma, sauti yake ikiwa thabiti. Kesho nitarudi na zawadi. Kwa yote uliyofanya, kitu kikubwa, kitu kitakachobadilisha maisha. Salma akatikisa kichwa haraka. Una deni kwangu. Jafari akatabasamu tabasamu la kina lenye shukrani la kihisia. Mimi ni bilionea Salma. Watu wanapookoa familia yangu siendi kimya kimya. Hidaya nje ya chumba akiwa amesimama mlangoni akashusha pumzi kwa mshangao. Saida akapumua kwa faraja. Salma akaganda. Unamaanisha nini? Akanong'ona. Jafari akasimama polepole. Utajua kesho. Kisha akatoka akimwacha Salma akitetemeka. Hidaya macho yake yakiwa makubwa. Na mama Saida akilia kimya kimya kwa shukrani. Kesho ilikuwa inakuja na hakuna kitakachokuwa sawa tena. Usiku baada ya mama Saida kuzimia ulikuwa mrefu sana. Kurudi kwenye chumba chao kidogo cha kupanga cha chumba kimoja, Salma hakuweza kulala. Aliketi ukingoni mwa kitanda, mikono yake imefungamana, akirudia kila kitu kichwani. Hidaya alilala pembeni yake, tayari akiwa kwenye sare yake ya shule ili asichelewe asubuhi. Lakini usingizi uligoma kumjia yeye pia. Mama, Hidaya akanong'ona akigeuka kumkabili mama yake gizani. Unafikiri mama Saida atakuwa sawa? Ndiyo, Salma akajibu kwa upole akipapasa nywele za Hidaya. Madaktari wamesema yuko thabiti. Atakuwa sawa. Lakini vipi kuhusu alichosema Jafari? Hidaya akauliza kwa sauti ya chini. Alisema ataleta zawadi kesho. Kitu kikubwa. Salma akavuta pumzi ndefu. Sijui alimaanisha nini Hidaya. Lakini chochote atakachokuja nacho, tunapaswa kukipokea kwa unyenyekevu. Wema haupaswi kutarajia malipo. Hidaya akatikisa kichwa polepole na kujikunja karibu. Mama, najivunia wewe. Maneno yake rahisi yakapasua kitu ndani ya kifua cha Salma. Akamvuta binti yake karibu na kumbusu paji la uso. Mimi pia najivunia wewe. Lakini hata Hidaya alipolala, macho ya Salma yaliendelea kuwa wazi. Bilionea anaweza kumpa nini muuzaji mdogo wa chakula cha barabarani? Mfuko wa pesa, nyumba mpya, ada za shule za Hidaya, au alikuwa anaongea tu kwa heshima? Maswali hayakuacha. Usiku ulipozidi na sauti za Dar es Salaam zikapotea hadi ukimya, Salma hatimaye akafumba macho. Kesho ingejibu kila kitu. Jua likachomoza likiwa kali na angavu. Hidaya akapiga pasi sare yake. Salma akafunga kanga yake ya kiuno na kuandaa mchuzi. Wasiwasi ukaning'inia hewani kama moshi mzito. Wakabeba bidhaa zao kuelekea kibanda cha barabarani.
Watu wa mtaa wakawasimamisha njiani. Salma, ni kweli bilionea ni mteja wako? Atakuja leo? Alisema nini jana usiku? Salma aliweza kutabasamu kwa udhaifu tu. Tuzingatie kupika tafadhali. Lakini ndani ya moyo wake dhoruba ilikuwa inaandaa radi. Chini ya dari ya zamani, Salma akawasha jiko la mkaa. Hidaya akapanga viti vya plastiki. Watu wakaanza kukusanyika mapema kuliko kawaida. Wengine walikuja kununua chakula. Wengi walikuja kwa udadisi. Mwanaume mmoja akamnong'oneza mwenzake, kama bilionea akirudi, mtaa wetu utaingia kwenye habari. Hidaya akavuta kanga ya mama yake. Mama, ninaogopa na ninafurahi kwa wakati mmoja. Mimi pia, Salma akanong'ona. Tutakuwa makini. Mara hiyo, mgurumo mzito wa injini ukasikika kutoka kwenye makutano. Kila mtu akaganda. Vichwa vikageuka barabarani. Hidaya akaangusha kijiko alichokuwa ameshika. Kifua cha Salma kikakaza. Msafara ule ule wa SUV tatu nyeusi ukaanza kusogea polepole kwa kujiamini, kama vivuli vikiteleza juu ya barabara yenye jua. Watu wakapiga kelele, amerudi. Bilionea amerudi tena. Kila mtu pisheni barabara. Moyo wa Salma ukagonga mbavu zake. SUV zikaja zikapaki mbele ya kibanda. Milango ikabonyea na kufunguka. Jafari akashuka kwanza, amevaa vazi jeupe la suti ya seneta lililoonekana kama kitambaa cha mbinguni. Walinzi wake wawili wakafuata. Macho yote yakapanuka. Sauti zote zikanyamaza. Jafari akatembea kuelekea Salma polepole. Hatua zake thabiti, uso wake laini lakini wenye uzito. Mama Saida. Salma akauliza mara moja. Yukoje? Jafari akatabasamu kwa upole. Anaendelea vizuri. Anakutafuta. Hidaya akatoa pumzi ya faraja. Asante Mungu. Lakini Jafari hakuwa amemaliza. Akageuka kwa mmoja wa walinzi. Leta. Mlinzi akatikisa kichwa na kutoa ishara kwa SUV iliyo nyuma. Mlango wa nyuma ukafunguka na mtu akashuka akiwa ameshika bahasha ya kahawia. Lakini si bahasha yoyote. Ilikuwa nene, imefungwa, nzito na muhimu. Jafari akaipokea na kugeukia Salma. Jamii yote ikainama mbele. Kisha mbele ya kila mtu, Jafari akapiga goti moja chini. Salma akapaniki na kurudi nyuma. Kwa nini unapiga magoti? Tafadhali simama. Hidaya akafunika mdomo wake tena. Mama, nini kinaendelea? Jafari akanyanyua mkono mmoja. Salma, umebadilisha maisha ya mama yangu. Na ulipobadilisha maisha yake, uliokoa yangu. Salma akatikisa kichwa, machozi yakipanda. Hapana, tafadhali. Sijafanya chochote cha pekee. Ulimlisha wakati wewe mwenyewe ulikuwa huwezi kujitosheleza, Jafari alisema. Ulimhifadhi wakati ulikuwa na chumba kimoja tu. Ulilinda heshima yake wakati dunia ilimtupa. Salma akachukua hatua nyuma, amezidiwa. Jafari, hii ni nyingi sana. Hapana, sauti yake ikalainika. Haijatosha. Akafungua bahasha, akatoa hati, akaishikilia juu ili yeye na kila mtu aone. Ilikuwa mpango wa jengo, mpango mkubwa. Maneno mazito yaliandikwa juu, mgawa wa wema, tawi la Dar es Salaam. Pumzi ya Salma ikatoweka. Hidaya akashika kanga ya mama yake kwa mikono yote miwili. Mama, hii ni kweli. Jafari akasimama akishikilia nyaraka karibu na moyo wake. Tayari nimelipia ardhi, akatangaza. Ujenzi unaanza wiki hii. Jengo litakuwa mgahawa mkubwa zaidi Dar es Salaam na utakuwa wako. Wa mwanamke ambaye wema wake ulimrudisha mama yangu kwenye uhai. Umati ukapiga kelele kwa mshtuko. Mwanamke mmoja akazimia. Mwanaume mzima akapiga kelele, Mungu yuko hai. Hidaya akalia kwa nguvu. Mama, tutakuwa na mgahawa. Salma akayumba nyuma akitetemeka vibaya. Hapana, hapana Jafari. Hii ni nyingi sana.
Jafari akasogea. Sauti yake laini lakini imara. Kuna zaidi. Zaidi. Salma akahisi magoti yake yakidhoofika. Jafari akatoa nyaraka nyingine. Hii, alisema, ni ya Hidaya. Macho ya Hidaya yakapanuka. Mimi? Jafari akatabasamu. Binti yako anataka kuwa daktari. Nitalipia elimu yake kuanzia sasa hadi awe daktari. Miayo ya mshangao ikajaa hewani tena. Jirani mmoja akapiga kelele, Mungu wa maajabu. Mwingine akalia, ada za udaktari. Hiyo ni mamilioni. Hidaya akafunika uso wake akilia. Salma hatimaye akaanguka kwenye kiti cha plastiki akitikisa kichwa tena na tena. Jafari, hatustahili wema wote huu. Jafari akainama mbele yake tena. Ndiyo, mnastahili, alisema kwa upole. Watu wanaotoa bila kutarajia wanastahili baraka bila mipaka. Salma akaanza kulia kwa sauti, hakuweza hata kutamka maneno. Mwili wake wote ukatetemeka. Hidaya akamkumbatia kwa nguvu. Jafari akaendelea, kesho asubuhi wahandisi wataanza kusafisha ardhi. Ndani ya mwezi mmoja mgahawa wako utafunguliwa na utaitwa kwa jina la wema uliomwonyesha mama yangu. Salma akalia zaidi. Hidaya akalia pia. Jamii yote ikapiga makofi, ikapiga kelele na kucheza kuzunguka. Mwisho Jafari akasema, lakini Salma Salma akainua macho kwa taabu. Ndiyo. Akatabasamu kwa joto. Mama yangu anataka kukuona leo. Amesema lazima uje hospitalini nami. Hidaya akatikisa kichwa haraka. Mama, nenda. Mama Saida anakuhitaji. Salma akafuta machozi kwa vidole vinavyotetemeka. Nitaenda. Jafari akanyosha mkono kwa adabu na Salma, bado akitetemeka, bado akilia, akaweka mkono wake mkononi mwa Jafari. Akamwongoza kuelekea SUV. Hidaya akanong'ona nyuma, mama, maisha yetu yanabadilika. Salma akamgeukia binti yake, macho yake yamejaa machozi, moyo wake umejaa shukrani, dunia yake imejaa mwanzo mpya. Ndiyo, mwanangu, akanong'ona. Kila kitu kinabadilika. Lakini Salma alipokanyaga kuingia SUV, kitu kisichotarajiwa kilikuwa kinamsubiri ndani. Kitu ambacho hakukiona kinakuja. Kitu ambacho kingeupinda moyo wake kwa namna ambayo hakutarajia. Kitu ambacho kingebadilisha simulizi tena. Salma alipoingia kwenye SUV ya bilionea, moyo wake ulikuwa bado unadunda kwa kasi kutokana na mshangao wa kile Jafari alikuwa ametangaza. Hidaya na jamii nzima walikuwa bado nje wakishangilia, wakicheza na kupiga picha za msafara kana kwamba ni tukio la filamu. Lakini ndani ya SUV, ndani yake kulikuwa na kitu tofauti kabisa kilichokuwa kinamsubiri. Salma aliganda mara tu alipokiona. Shada la waridi jeupe, safi, angavu, limefungwa kwenye karatasi ya dhahabu, lilikuwa limewekwa kwenye kiti pembeni yake. Kifua chake kikakaza. Waridi jeupe, ua ambalo Faraji alikuwa akimletea kila maadhimisho. Ua alilonunua siku aliyomwahidi atamjengea mgahawa mdogo siku moja. Ua ambalo siku zote alisema linamkumbusha wema wake. Pumzi ikamkwama kooni. Lakini kabla hajasema chochote, Jafari akapanda SUV kupitia mlango wa upande mwingine na kukaa karibu naye. Alimwona akitazama maua yale. Yale, Jafari akasema kwa upole. Ni ya mama yangu. Anapenda maua meupe. Salma akalazimisha tabasamu, bado ametikiswa. Ni mazuri. Ndiyo, Jafari akajibu. Safi, rahisi, ya kweli. Gari likaanza kusogea. Msafara ukaondoka taratibu kutoka kwenye jamii, huku watu wakipunga mikono, wakipiga makofi na kupaza baraka. Salma aliwatazama dirishani. Majirani zake, wauza matunda, fundi gereji, waendesha bodaboda, watoto ambao siku zote walikuja kuomba mabaki ya mchuzi, hata mwanamke aliyekuwa kimdharau biashara yake mwaka uliopita. Kila mmoja alipunga mkono kana kwamba maisha yake yalikuwa yamegeuka hadithi ya miujiza.
Hidaya alisimama mbele akitabasamu akiwa na machozi, mikono yake imebanwa kifuani kana kwamba anataka kushikilia muda huo usiondoke. Walipopinda kuingia barabara kuu, kelele zikabaki nyuma, zikabadilishwa na mgurumo mtulivu wa injini ghali. Ukimya ndani ya SUV ukatandaa kati ya Salma na Jafari. Yeye ndiye aliyeuvunja. Unaogopa? Akauliza kwa upole. Salma hakujibu mara moja. Aliangalia nje ya dirisha, barabara yenye vumbi, nyumba zinazopita, vibanda vya soko vinavyoanza kufunguliwa asubuhi. Akatoa pumzi taratibu. Nimezidiwa. Kila kitu kinatokea haraka sana. Jafari akatikisa kichwa kwa kuelewa. Najua, lakini wema hauombi ruhusa kabla haujaleta baraka, na baraka si kila mara huja polepole. Salma akatazama mikono yake, bado inanukia mchuzi, bado ina michubuko midogo ya miaka ya kuchanganya mafuta moto na kuosha sahani. Jafari akaanza polepole, mama yako amekuwa familia kwetu. Hatukufanya chochote cha pekee. Tulifanya tu kile ambacho binadamu wanapaswa kufanya. Jafari akatabasamu kwa huzuni. Binadamu wengi hawafanyi ulichofanya. Hakusema chochote. Akaendelea, watu wengi walimkanyaga, walimpuuza, walimsukuma. Wengine walimrushia mawe. Sauti yake ikakaza. Lakini wewe ulimpa chakula. Ulimpa hifadhi. Ulimpa heshima. Koo la Salma likakaza. Alinikumbusha mimi mwenyewe. Najua inavyokuwa kuhisi upweke. Jafari akajiegemeza kwenye kiti. Mume wako naye alikuacha peke yako? Swali likampiga kama kofi. Akavuta pumzi kwa ghafla. Hapana. Mume wangu Faraji alipotea. Alipotea. Jafari akarudia kwa sauti ya chini. Salma akatikisa kichwa. Miaka 3 iliyopita. Aliondoka asubuhi kutafuta kazi na hakurudi tena. Hakupiga simu, hakutuma ujumbe, hakuna. Watu wote waliniambia nisoge mbele, lakini sauti yake ikavunjika. Alikuwa mtu mwema. Mwema sana. Asingeondoka kwa makusudi. Uso wa Jafari ukalainika kwa huruma. Samahani. Salma akapepesa macho kuondoa unyevu. Hidaya bado anaamini atarudi siku moja. Najifanya na mimi naamini pia. Jafari akasita kabla kuuliza, unafikiri yuko hai? Salma akainua mabega bila msaada. Ninaomba awe hai. Gari likanyamaza tena. Hewa ikawa nzito na huzuni, lakini pia kwa namna ya ajabu ikajaa tumaini. Jengo la hospitali likaanza kuonekana, refu, safi, lenye milango ya kioo inayong'aa kwa jua la asubuhi. SUV ikasimama mlangoni. Jafari akashuka kwanza. Mlinzi akamfungulia Salma mlango wa upande wake. Uko tayari? Jafari akauliza. Hapana, Salma akanong'ona kwa uaminifu. Lakini nitaingia tu. Jafari akatabasamu. Huo ni ujasiri. Wakaenda pamoja kwenye korido, wakipita wauguzi waliomtambua Jafari mara moja na kuanza kunong'ona kwa msisimko nyuma ya barakoa zao. Yeye aliwapuuza. Akaelekea moja kwa moja kwenye chumba cha Mama Saida. Kabla hajafungua mlango, akasimama na kumgeukia Salma. Asubuhi hii, alisema, mama yangu atalia sana. Salma akatabasamu kidogo. Nimezoea machozi. Akafungua mlango. Ndani, Mama Saida alikuwa amekaa kitandani, amefunikwa blanketi. Mashavu yake yalikuwa bado yamepauka, lakini macho yake yalipata mwanga mara tu alipomwona Salma. Mwanangu. Salma akakimbilia pembeni yake. Mama, ukoje? Mama Saida akauliza kwa tabasamu. Niko hai kwa sababu Mungu bado ananipenda. Akamshika Salma mikono. Kwa nini siku zote unanifanyia mema? Wewe ni nani hasa? Salma akacheka kwa upole. Mimi ni mpishi tu chini ya dari. Sina lolote la pekee. Hapana, Mama Saida akasema kwa msisitizo. Wewe ni wa pekee kuliko unavyodhani. Akamgeukia Jafari. Umemwambia?
Bado, akasema. Umemwambia nini? Salma akauliza kwa kuchanganyikiwa. Jafari akakaa, uso wake ukawa mzito. Salma, kuna jambo muhimu unapaswa kujua. Moyo wake ukaruka. Mara hiyo mlango ukagongwa na kufunguliwa na Hidaya akaingia akipumua kwa kasi. Mama, nimefuata gari. Sikupenda kubaki peke yangu kama kuna kitu kitatokea. Salma akavuta pumzi na kumkumbatia. Hidaya, wewe ni mgumu sana. Mama Saida ananihitaji, Hidaya akasema kwa fahari. Jafari akacheka kwa upole. Kweli kabisa. Kisha uso wake ukarudi kuwa mzito. Salma akasema polepole, nitakachokuambia kinaweza kuonekana kama ndoto. Salma akakunja uso. Ni nini? Jafari akamtazama mama yake. Mama Saida akatikisa kichwa, ishara ya kumruhusu. Endelea mwanangu. Jafari akamgeukia Salma. Ninakujua wewe ni nani? Salma akapepesa macho. Nini? Akaendelea, wapelelezi wangu binafsi walikuchunguza jana usiku. Nilihitaji kuwa na uhakika kabla sijaja asubuhi. Moyo wa Salma ukadunda zaidi. Wapelelezi? Kwa nini? Jafari akainama mbele kidogo. Kwa sababu hukuokoa tu maisha ya mama yangu. Uliokoa mtu aliyeunganishwa na wewe kwa namna usiyoijua. Salma akashika mkono wa Hidaya kwa nguvu. Tafadhali acha kunitisha. Waligundua nini? Jafari akavuta pumzi ndefu. Mume wako Faraji. Moyo wa Salma ukapiga kama ngoma. Hidaya akaganda. Jafari akamtazama Salma machoni. Hakuondoka. Hakukukimbia. Kuna kitu kilitokea. Kilitokea nini? Salma akanong'ona. Jafari akashusha sauti. Baba yangu na mimi hatukuwa peke yetu tulipotekwa miaka 20 iliyopita. Salma akapepesa macho. Sielewi. Jafari akatikisa kichwa taratibu. Kile kikundi kile kilichotushambulia kiliendelea kwa miaka. Waliteka wanaume wanaosafiri peke yao, wanaume walio hatarini, wanaume wasio na ulinzi. Baridi ikamwingia Salma ndani. Unajaribu kuniambia nini? Jafari akameza mate. Salma, jana usiku tulithibitisha. Akatamka kama mzigo wa mawe 1000. Mume wako Faraji alichukuliwa na watu wale wale walionichukua mimi na baba yangu. Mdomo wa Salma ukafunguka. Hidaya akapiga gasp. Ukimya mzito ukajaa chumba. Mama, hiyo inamaanisha nini? Hidaya akauliza, sauti ikitetemeka. Salma hakuweza kujibu. Jafari akaendelea taratibu. Hatujui kama aliokoka. Hatujui yuko wapi. Lakini tunajua hili sasa, hakuondoka. Hakuchagua kutoweka. Salma akaweka mkono kifuani. Hapana. Hapana, ni haiwezekani. Machozi yakajaa. Hidaya akamkumbatia mama yake kwa nguvu. Jafari akasimama na kuweka mkono mpole begani mwa Salma. Salma, naapa jambo moja leo. Naapa kwa maisha yangu. Salma akainua macho kwa midomo inayotetemeka. Nitamtafuta, Jafari akasema. Hata ikichukua kila kitu nilicho nacho, nitamtafuta Faraji. Akiwa hai au akiwa ameondoka, nitakuletea majibu. Salma akafunika uso wake kwa mikono na kulia kwa uchungu, kilio kizito cha miaka 3 ya maumivu aliyobeba kimya kimya. Mama Saida akalia pia. Hidaya akalia. Jafari akameza mate akipambana na machozi yake mwenyewe. Huu haukuwa tu wema kurudi. Hii ilikuwa hatima ikijifungua. Hii ilikuwa ukweli ukiinuka kutoka majivuni. Huu ulikuwa mwanzo mpya ambao Salma hakuutarajia. Baada ya muda mrefu, chumba kilipotulia kidogo, Jafari akafuta uso wake na kusema, si hayo tu. Salma akamtazama kwa udhaifu. Kuna zaidi. Kuna zaidi. Ujenzi unaanza leo, Jafari akasema. Wafanyakazi tayari wapo eneo.
Macho ya Hidaya yakapanuka. Tayari? Jafari akatabasamu. Kabla ya jioni msingi utakuwa umeanza kuwekwa. Hidaya akapiga kelele za furaha na kumkumbatia. Asante mjomba Jafari. Akatabasamu akamkumbatia kidogo naye. Hidaya akaendelea kwa upole, ukija kuwa daktari siku moja na kutaka ukumbuke kitu. Hidaya akatikisa kichwa kwa hamu. Utakuwa daktari kwa sababu bilionea amelipa ada zako, Jafari akasema. Utakuwa daktari kwa sababu mama yako amekulea kwa wema. Na wema siku zote hurudi nyumbani. Hidaya akafuta machozi. Ndiyo, bwana. Jafari akavuta pumzi ndefu na kusema, na jambo moja la mwisho. Wote wakainama mbele kusikiliza. Mnadhani hii ndiyo mwisho wa baraka zenu? Akasema kwa upole. Lakini ndiyo mwanzo tu. Salma akamtazama akiwa amezidiwa. Mwanzo wa nini? Jafari akatabasamu. Familia. Hidaya akachanganyikiwa. Familia ya nani? Jafari akamtazama Hidaya kwa macho yenye joto, kisha akamtazama Salma, kisha mama Saida. Mtaona karibuni. Asubuhi iliyofuata Dar es Salaam iliamka ikiwa na kelele zaidi kuliko kawaida. Habari tayari zilikuwa zimesambaa, bilionea anajenga mgahawa kwa mpishi wa barabarani. Mjane asiye na makazi amekutana na mwanawe. Baada ya miaka 20, ujenzi wa mgahawa wa Wema umeanza usiku kucha. Watu wakajaa karibu na eneo ambalo wafanyakazi wa Jafari tayari walikuwa wamesafisha ardhi na kuchimba msingi. Malori yakapiga honi, mashine za zege zikazunguka, wahandisi wakapiga kelele za maelekezo na majirani wakasimama wakionyesha kwa vidole muundo unaokuwa kana kwamba ni muujiza unaochipuka kutoka ardhini. Lakini muujiza haukuwa jengo. Muujiza ulikuwa kile kilichokuwa kinatokea ndani ya moyo wa Salma. Ndani ya tumaini lake, kitu alichokizika miaka 3 iliyopita kilikuwa kinaamka polepole, si kwa sababu alitamani utajiri, si kwa sababu alitamani umaarufu, bali kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu Faraji atoweke, mtu mwenye nguvu aliamini anastahili majibu, na mtu huyo alikuwa anapigania kwake. Salma, Hidaya na Jafari wakafika hospitalini mapema. Walipoingia koridoni, wauguzi walianza kunong'ona tena. Huyo ndiye mwanamke, mama wa bilionea alikaa kwake, lazima ana baraka. Salma akatabasamu kwa aibu, bado hajazoea macho ya ghafla ya watu. Lakini walipofika mlangoni kwa mama Saida, Jafari akasimama. Kuna kitu unapaswa kuona, alisema kwa sauti ya chini. Salma akakunja uso. Kuona nini? Jafari akafungua mlango kwa upole. Ndani, mama Saida alikuwa amekaa kitandani, akitabasamu zaidi kuliko jana. Lakini hakuwa peke yake. Mwanaume alisimama pembeni yake. Mwanaume mrefu. Mwanaume mwenye mabega yaliyochoka. Mwanaume mwenye macho ya upole. Aligeuka taratibu walipoingia. Salma aliganda. Pumzi ikamkwama. Magoti yakadhoofika. Dunia yake ikapinduka. Sauti ya Hidaya ikapasuka. Mama, huyo ni Jafari akasogea taratibu. Salma, nakutambulisha. Mwanaume akaja karibu, kwa kusita, kwa hisia, kwa kutokuwa na uhakika. Salma akanong'ona. Ilikuwa ni kunong'ona ile ile aliyokuwa akiisikia kwenye ndoto zake. Sauti aliyodhani hatasikia tena. Akaweka mkono kifuani akitetemeka. Hapana, hii si kweli. Mwanaume akameza mate. Ni mimi. Midomo ya Salma ikafunguka. Faraji. Akatikisa kichwa taratibu. Kisha akalia. Na hapo ndipo Salma alijua. Ni yeye. Mume wake. Mwanaume aliyepotea miaka 3 iliyopita. Baba aliyemwacha Hidaya na tundu moyoni. Alikuwa hai, amechoka, amekonda, amezeeka, lakini hai. Salma akayumba mbele na kufunika mdomo kwa mikono yote miwili. Faraji, uko hai? Uko hai kweli? Faraji akanyosha mkono, kisha akaurudisha kana kwamba hakuwa na haki ya kumgusa.
Salma, samahani sana, akanong'ona. Sikukuacha. Walinichukua. Walinipiga. Walinificha. Nilijaribu kurudi nyumbani. Salma akalia na kuanguka mikononi mwake. Akamkumbatia kwa nguvu. Faraji akalia begani mwake. Hidaya akalia waziwazi na kukimbia kuwakumbatia wote wawili. Mama, baba, baba, uko hai? Alilia. Faraji akambusu kichwa mara kwa mara. Daktari wangu mdogo, sikuacha kukuombea. Salma akajiondoa kidogo na kugusa uso wake kwa vidole vinavyotetemeka. Wewe ni wa kweli, akanong'ona. Wewe ni wa kweli. Akatikisa kichwa akilia. Sikukuacha kwa hiari. Jafari akaangalia kimya, macho yake yakiwa yamejaa. Nilipokuambia nitamtafuta, Jafari akasema kwa upole, wapelelezi wangu tayari walikuwa na dalili. Jana usiku walithibitisha kila kitu. Tulimpata. Tulimleta hapa alfajiri. Salma akamgeukia Jafari akiwa amezidiwa. Umefanya hili? Jafari akatikisa kichwa kwa upole. Uliokoa mama yangu. Mimi nikaokoa familia yako. Hidaya akamkumbatia Jafari kwa nguvu. Asante mjomba Jafari. Asante. Jafari akapapasa kichwa chake kwa upole. Baba yako anastahili kuona maisha aliyoyaacha. Mama Saida akatabasamu kwa fahari kitandani. Mungu alitumia wema kuwarudisha wote nyumbani. Salma akafuta machozi ya Faraji. Walikuachaje? Faraji akatikisa kichwa. Baadhi ya watekaji walikamatwa wiki 2 zilizopita. Polisi walipovamia maficho yao walitukuta. Nilikuwa dhaifu, nimechanganyikiwa. Lakini nilikumbuka kitu kimoja tu, jina lako. Salma akalia tena, akabonyeza paji la uso wake kwenye lake. Umerudi, akanong'ona. Baada ya miaka yote umerudi. Faraji akatikisa kichwa. Kwa sababu uliniangoja. Jafari akatoka nje kuwapa nafasi, lakini kitu kilimvuta moyoni, maumivu madogo, makali, kimya. Alikuwa ameunganisha familia. Alipaswa kuhisi ushindi, lakini alihisi kitu kingine pia. Mara hiyo Hidaya akatoka nje na kusimama pembeni yake. Mjomba Jafari? Ndiyo. Akaonekana mwenye mawazo. Unafurahi kwa ajili yetu, lakini unaonekana mwenye huzuni pia. Midomo ya Jafari ikachora tabasamu dogo. Una akili ya daktari. Hidaya akatabasamu kwa fahari. Jafari akavuta pumzi. Kuona familia zinaungana tena kunanigusa. Nilikuwa sina mtu kwa miaka mingi. Labda nina shukrani tu kwa siku kama hizi. Hidaya akatikisa kichwa polepole. Na wewe utakuwa na familia. Mungu atakupa. Jafari akamtazama. Kweli? Akatabasamu kwa upole. Ninaamini, alisema kimya kimya. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake alimaanisha. Salma, Faraji na mama Saida wakashikana mikono, mduara uliokamilika. Muujiza ulioshonwa na wema. Faraji akafuta machozi. Tutaijenga upya, Salma. Mimi si yule mwanaume niliyokuwa. Lakini kwa muda nitapona. Nyumbani kwako, Salma akanong'ona. Hicho ndicho muhimu. Mama Saida akanyoosha mkono kwa Faraji. Mwanangu, mtunze mwanamke huyu. Alinilisha nilipokuwa sina kitu. Faraji akamgeukia Salma. Ulimlisha mama yangu. Salma akatabasamu akilia. Naye alinilisha roho. Wakakumbatiana tena na Hidaya akajisukuma katikati akiwakumbatia wazazi wote wawili. Familia ikawa kamili tena, vipande vilivyovunjika vikaponya kwa wema. Jafari akarudi na taarifa za ujenzi. Lakini Salma akashika mikono yake na kusema, umefanya zaidi ya kutosha. Hukuleta tu baraka. Umerudisha mume wangu nyumbani. Nitakushukuru jaje. Jafari akamtazama kwa joto. Ufanyi, alisema kwa upole. Endelea tu kuwa wewe. Hidaya akatabasamu.
Mama Saida akatikisa kichwa kwa fahari na Salma akanong'ona maneno aliyobeba moyoni tangu mwanzo. Wema hurudi nyumbani. Jafari akatabasamu. Ndiyo, hurudi. Jua lilipozama, wafanyakazi waliendelea kujenga mgahawa wa Wema. Familia ikaungana baada ya miaka ya huzuni. Mjane akarejesha utu wake kama mama. Ndoto ya msichana ya kuwa daktari ikawa imara zaidi. Na bilionea akapata kitu ambacho hakujua anakihitaji, mahali pa kuwa. Mwezi mmoja baada ya muungano ulioitikisa jamii, ardhi iliyokuwa tupu kwenye makutano iligeuka kuwa kitu cha ajabu. Mgahawa wa Wema, jengo kubwa la vioo mbele, vigae vinavyong'aa, taa angavu, milango inayozunguka, meza zilizong'arishwa, wafanyakazi waliovaa sare, na nembo iliyokuwa na mikono miwili ikishika bakuli la chakula. Kila siku watu walikusanyika kuangalia ujenzi. Kila siku jengo lilikuwa. Kila siku jamii ilipiga kelele za furaha. Na kila siku Salma aliuliza swali moja kimya kimya. Je, kweli nastahili haya yote? Jua lilikuwa angavu. Umati ulikuwa mkubwa. Wanamuziki walikuwa wanapiga muziki. Misururu ya viti ilienea barabarani. Kamera zilikimbia. Waandishi wa habari walisimama na vipaza sauti. Jafari alisimama katikati akitabasamu kwa fahari. Hidaya, sasa akijiandaa na chuo kikuu, alisimama pembeni yake. Faraji, bado anapona lakini akizidi kuwa imara kila siku, alishika mkono wa Hidaya. Salma alisimama mbele kabisa, mikono yake ikitetemeka. Na katikati, akiwa amevaa gauni safi la elasi na kushika mkasi kwa nguvu, alikuwa Mama Saida, yule mwanamke aliyewahi kulala chini ya daraja. Sasa mgeni wa heshima tayari analia. Jafari akainua kipaza sauti. Leo tunafungua mgahawa mkubwa zaidi Dar es Salaam. Mgahawa uliojengwa kuenzi wema wa mwanamke mmoja. Wema uliomwezesha mama yangu kuishi. Mabibi na mabwana, tafadhali mkaribishe mwanamke aliyesukuma yote haya, Bi Saida. Umati ukalipuka kwa machozi na vigelegele. Mama Saida akavuta pua akifuta machozi. Kisha akamgeukia Salma. Mwanangu, njoo. Salma akasogea taratibu, mwili wake wote ukitetemeka. Pamoja, Saida akanong'ona. Akamshika Salma mikono na kuiweka juu ya yake kwenye mkasi. Leo, Saida akasema kwa sauti ya chini, narudisha kwako ulichonipa. Nafasi ya kuishi. Kwa machozi yakitiririka, wakakata utepe. Umati ukapiga kelele. Fataki zikapanda angani. Kamera zikapiga flash. Na mbele ya mamia ya watu, Mama Saida akamweka funguo za mgahawa mkononi mwa Salma. Salma akavunjika kabisa. Sistahili, alilia. Saida akamshika mabega. Unastahili zaidi kuliko dunia inaweza kutoa. Hidaya akawakumbatia wote wawili. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka, Faraji akiwa nyuma yao alihisi fahari, shukrani na ukamilifu. Miezi ikapita, kisha mwaka, kisha miwili. Mgahawa wa Wema ukawa jina linalojulikana. Watu wakasafiri kutoka mikoa mbalimbali kuja kula pale. Magazeti yakauita moyo wa Dar es Salaam, mgahawa uliojengwa na Wema. Salma akaajiri wafanyakazi zaidi ya 50. Akafungua matawi mapya. Akabadilisha maisha kama vile Wema ulivyobadilisha yake. Na biashara ikaendelea kukua. Faida ya shilingi milioni 70 kila mwaka. Mara nyingi Salma aliketi ofisini akitazama namba, akitikisa kichwa kwa kutokuamini. Muuzaji mdogo wa chakula kama mimi, nimefikaje hapa? Na jibu lilirudi muda wote, Wema. Kama alivyoahidi, Jafari akalipia Hidaya kujiunga na udaktari. Akalipia kila kitu, ada, vitabu, malazi, hata kifaa chake cha kusikilizia mapigo ya moyo. Faraji, bado anapona kutokana na kiwewe cha miaka, alijaribu kusaidia pia. Alienda tiba, alikaa nyumbani zaidi na polepole akajenga tena kujiamini. Wakati mwingine alisaidia ofisini kwa mgahawa, akijifunza dunia mpya aliyokuwa amekosa.
Mama Saida alimtembelea Hidaya kila wiki, akipika supu na kuwaambia majirani kwa fahari, mjukuu wangu atakuwa daktari. Na miaka 5 baadaye, Hidaya alipanda jukwani siku ya mahafali akiwa na koti jeupe. Dkt. Hidaya Faraji, mtangazaji, akaita. Salma akapiga kelele kwenye umati, akilia bila kujizuia. Mama Saida akatikisa kitenge chake hewani. Faraji akapiga makofi hadi viganja vikawa na maumivu. Na Jafari alisimama pembeni akiwa na tabasamu la upole kuliko yote. Hakusema mengi. Hakuhitaji. Hidaya alijua. Naye alihisi pia. Baada ya mahafali, Hidaya akaanza kazi katika moja ya hospitali binafsi zinazoheshimika zaidi nchini. Kwa sehemu kwa sababu ya akili yake na kwa sehemu kwa sababu ya mapendekezo ya kimya kimya ambayo Jafari alitoa nyuma ya pazia. Usiku ukageuka simu za kuchelewa. Simu za kuchelewa zikageuka chakula cha jioni. Chakula cha jioni zikageuka matembezi. Matembezi yakageuka kitu kisichotamkwa. Mpaka siku moja tulivu jioni kwenye mgahawa wa bustani, Jafari akamwambia waje kukutana. Hidaya akafika akiwa amevaa gauni rahisi jeupe, nywele zake zikiwa zimejikunja kwa upole. Jafari alisimama chini ya taa, mikono mifukoni, akionekana na wasiwasi kuliko Hidaya alivyowahi kumwona. Hidaya akaanza kwa upole, uliingia kwenye maisha yangu kwa sababu ya wema. Na kila siku tangu hapo umenikumbusha maana ya kujali. Kujali kwa kweli. Moyo wa Hidaya ukapiga polepole, mzito. Jafari akapiga goti moja. Hidaya akapiga gasp. Utaolewa nami? Akauliza akiwa ameshika boksi dogo la velvet. Utaruhusu wema ujenge nyumba nyingine safari hii yetu? Hidaya akafunika mdomo, machozi yakamchuruzika. Ndiyo, alilia. Ndiyo, Jafari. Akamvisha pete kwenye kidole chake kinachotetemeka. Akamvuta kumkumbatia na fataki zikawasha anga tena. Harusi ilikuwa nzuri. Salma na Mama Saida wakamsindikiza Hidaya hadi madhabahuni. Wanawake wawili wakilia kwa sauti kiasi kwamba wageni walicheka na kufuta machozi yao pia. Faraji alisimama kwa fahari, suti yake ikiwa nadhifu, macho yake yakiwa na shukrani. Jafari alisubiri madhabahuni akitabasamu kana kwamba hatimaye amepata kila kitu alichowahi kupoteza. Walipotangazwa mume na mke, ukumbi mzima ukalipuka kwa vigelegele. Salma akazimia kwa sekunde 2. Mama Saida akacheza hata kwa miguu inayotetemeka. Faraji akalia ndani ya kitambaa chake. Na Hidaya na Jafari wakashikana kama ahadi kwamba kweli hatima ipo. Kicheko cha watoto kikajaza jumba. Mapacha wawili wa kike, Mwanaisha na Maridhia. Hidaya akambeba Mwanaisha. Jafari akambeba Maridhia. Salma na Mama Saida wakabeba kila mmoja kwa zamu, wakilia kana kwamba mioyo yao imefurika. Faraji alisimama nyuma yao, akitabasamu akiwa amezeeka kidogo, mwenye hekima, lakini hatimaye yuko nyumbani. Salma alipokuwa anambembeleza mjukuu wake akanong'ona, ilikuwa ni wema. Wema uliorejesha haya yote. Mama Saida akatikisa kichwa, machozi yakimtiririka kwenye mashavu yake yaliyojaa mikunjo. Ndiyo, akanong'ona. Wema hurudi nyumbani. Na katika sebule ile yenye joto, iliyojaa furaha na familia, hadithi iliyoanza chini ya dari iliyochanika kando ya barabara ikaishia kwa upendo, uponyaji, muungano na vizazi vilivyobarikiwa. Una maoni gani kuhusu hadithi hii? Unaangalia kutoka wapi? Kama umeipenda hadithi hii, toa maoni, shiriki na jiunge na chaneli yetu kwa hadithi zingine za kuvutia.